Swali lingine shekhe, kuna mambo ambayo yana wanasema kwamba ni bid'a na kwenye mengine wanasema hapana, hii sio bid'a, hii ni sunna. Lakini watu wengi nao wanauliza sasa, mbona kama watu wa sunna nao sasa hivi wanaingia katika mlango wa bid'a? Kivipi shekhe? Ni kwamba sasa hivi tunaona misikiti mingi ya watu wa sunna wanasali tarawih juzuu moja. Je, hili limethibiti na sio bid'a hii kuswali tarawih juzuu moja? Nani kawapangia waswali tarawih juzuu moja? Alhamdulillah, Sheikh Abdullah, mimi kwanza si kumita kila mtu bid'a hii neno kisharia haikubaliki. Na wewe kitu unaona umefuata sunna mtume, kumbe umekosea wewe. Na wewe ndugu yako unafikiri kafanya bid'a uzushi, kumbe wewe umefanya uzushi, wao yuko katika sunna. Na kila mmoja anaongea dini kama jinsi ameelewa yeye, lakini Allah ametuamrisha sisi tufanye uadilifu. Hata kama mtu huelewana naye au unamchukia, lazima ufanye uadilifu. Uadilifu ni muhimu sana. Ndio. Sasa unakumbuka Allah Subhanahu katika Qur'an anasema simameni sala ya usiku katika sura Al-Muzammil, someni angalau wala matayassar min Qur'an au minhu, someni ambaye Qur'ani chache katika usiku, Qur'ani chache kwa usiku. Mimi msikiti yangu tunasoma juzu moja. Ndio. Na wewe unajua 2002 tumeanza kusalisha tarawih. Nimeanza robo juzu. Mwaka mmoja baadaye nimeongeza nusu juzu. Baada bifika juzu moja. Ndio. Yani tumeenda na watu jinsi ambao watu wasichoke. Niwalama Allah anasema someni Qur'ani katika sala ya usiku matayasara wala uchache kwa uwezo wenu chache matayasara. Mungu asema hivi. Na Allah Subhanahu wa ta'ala kamsifu sahaba, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Mungu anasema sahaba hao walikuwa usiku masanyi mengi, usiku wao walikuwa wanakuwa istighfar, wanalala kidogo tu wachache. Na ingine Allah Subhanahu anasema tatajafa junubuhum an madaji, yani upande wao yuko mbali na kitanda. Maana usiku saa nyingi walikuwa sahaba wanasali wanafanya ibada. ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ورمي تصلم katika usiku fanya sala qiyamul layl, sala ya usiku manane, simama utasallam. Na tahajjud Sheikh Abdullah ni tahajjud sala ya usiku wa mwisho, lakini sharti lazima mtu mwanzo alale baadaye amke asali. Tahajjud bitatahajjud ni kwa mtu analala mapema alafu usiku anaamka kusali saa 8:30 saa 9 anasali qiyamul layl, ndio tahajjud. Wala tarawih na tahajjud ni wote sala ya usiku, msimamo ya usiku wote iko mwanzo na hiyo iko mwisho. Madama Allah Ta'ala amemsifu kwa sahabu Mtume sallam usiku wanalala wachache, saa nyingi wao wanasoma Qur'ani, ni kwa wao wanahuisha قيام رمضاني أو siku nyingine wanahuisha قيام الليل. Yuko hadithi Abdullah ibn Mas'ud katika Bukhari na Muslim, anasema siku moja nimesali nyuma ya Mtume Muhammad sallam sala ya usiku, mpaka nitamani nifanye kitu mbaya. Watu mbia Aba Abdurrahman, baba Abdurrahman, umeweka yani unataka kufanya kitu mbaya gani? Anasema nikae, nimechoka, niache Mtume abaki kusimama, yani wakati wa swala. Naam, Allahu akbar. Wale sahaba walikuwa wanamheshimu sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa nimesali nyuma Mtume, nimechoka,
lakini jamani wasahaba mtume walikuwa watu wa vita, watu wa strong mwili wao, sio kama sisi leo. Sisi tunakula chakula ovyo ovyo, tuko dhaifu, wao wako strong sana. Pamoja hivyo Abdullah anasema nyuma mtume amesimama sala ya usiku, anasema nyuma mtume mpaka choka, mpaka atamani afanye vitendo ambaye ni mbaya. Bibi akae aje mtume amesimama. Yani ilikuwa mtume anasoma qiraa gani ya Abdullah? Qiraa ndefu sana. Hudhaifa radhiallahu anhu, hii hadithi sahihi kabisa, anasema siku moja nimesali nyuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sala ya usiku. Mtume kaanza al-Baqara, mimi nafikiri al-Baqara nusu atarukuu, najikaza, anasema radhiallahu anhu. Mtume kamalizia al-Baqara, nafikiri baada ya al-Baqara kumalizia mtume ana atarukuu. Anasema wapi mtume harukuu? Anasema kama ilivyo imekuja hadithi ya Abdullah. Kisha mtume kaanza kusoma Nisa, hajasema Al-Imran, yani kama yani ametanguliza Nisa. Kaanza kusoma suratu Nisa. Kamalizia bado rakaa moja, kaanza Al-Imran mpaka mtume amesoma. Sasa Al-Baqara, Nisa, Al-Imran juzu ngapi jamani? Alif Lam Mim sayaqul tilka ar-rusul lan tanalu wal muhsanat la yuhibbu ambaya ni nusu, yani sio chini ya juzu 5. Juzu 5 ma ina nusu malaki ngapi? Zaidi karatasi 53. Sio beji, karatasi mzima. Mtume salisha ni rakaa moja. Na imethibiti kwa Uthman bin Affan radhiallahu anhu siku moja rakaa moja, anatoa Imam al-Baihaqi na Dhahabi, rakaa moja katika qiyamul layl khatamsha Qur'ani mzima. Hii Uthman radhiallahu anhu kasoma kwa rakaa moja Qur'ani wote mzima. Allahu akbar. Na wamethibiti katika Bukhari vile vile wasahaba wanasema katika zama ya Umar Khattab radhiallahu anhu tulikuwa sisi tunaegemea fimbo ndani ya sala, na sala ilikuwa ndefu sana mpaka wanaegemea fimbo. Kunna natakiu ala al-'asi min tul al-qiyam, kwa sisi tunaegemea fimbo au bakora, na sala ya msimamo ya usiku ilikuwa ndefu sana mpaka hao afiki radhiallahu anhum kuegemea fimbo au bakora, maana sala ilikuwa ndefu sana. Mimi wote mletehini maksudi mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa sala zake ya usiku ndefu sana, mpaka Aisha anasema Mtume ana sala rakaa mbili rakaa 4, la tasal an husnihinna wa tulihinna, usiulize iko mzuri mno na mrefu mno. Yani sala Mtume anasoma qiraa ndefu sana. Hapa tumepata ambayo nimetaja kidogo sui, maana hii ni swala sio darasa. Lakini tuna hata Shafi'i alikuwa anakhtimisha Qur'ani katika rakaa 3 witr, Qur'ani mzima. Allahu akbar. Hao wasalafu zetu na sahaba zetu Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanasoma katika sala ya usiku Ramadhani au sio Ramadhani, anasoma kisimamo ndefu sana, sura nyingi sana, yani juzuu yani au Qur'ani ndefu sana wanasoma. Sasa kwa nini sisi tunasoma kila siku juzuu? Sisi tumejua, hatusemi msikiti hawasomi juzuu wamekhalifu sunna ya Mtume, hatusemi. Sasa kila mmoja anajua yeye msikiti yake na watu wake, ndio juzuu inamfaa au nusu juzuu au rubu juzuu, wataangalia wao. Ndio mtu anasema wakati nasalisha sala, angalia watu nyuma yako, yuko mgonjwa, yuko dhaifu, na mtu ana haja. Na sisi msikiti yetu tumeanza na watu wetu wanajua hii, tuseme juzu moja. Na nakwambia Abdullah, na wewe usasala msikiti wako kwa juzu moja dakika 45 inaisha. Ndio wanasoma qiraa binatul hadr. Al-hadr manake qiraa by haraka, sio haraka mpaka unavunja ahkamu tajwidi, unavunja makharij al-huruf, unaomba kila kitu hukumu yake, na harufu unatamka vizuri, herufi unatamka vizuri, lakini unasoma na hii katika hii inafaa, inaitwa al-hadr au hadhan. Na hadithi kwa Abdullah kama namkumbuka, Mtume siku moja kamuuliza sahaba, hal taqrauna khalfi, nyinyi unasoma wakati mnasoma nyinyi nyuma yangu unasoma?
صح. hadithi nyingine mtu anasema inni aqulu mali unazi'u al-Qur'an. Mimi nasema nani anatashwishi anagonganisha Qur'an yangu? Maana mtu kama imamu anasoma na wewe unasoma kwa sauti unamchanganya. Nani anachanganya na kisomo langu mimi? Sasa riwaya mwanzo mtume kauliza sahaba, ni unasoma nyuma ya imamu sala ya sauti? Wasema naam hadhan, tunasoma lakini kwa haraka. Msema la taqra'u illa bi fatihati alkitab, someni isipokuwa sura al-Fatiha, na mtu yote ajasoma Fatiha hana sala. Sahaba katika hadithi hii mtume wa sahaba wanasema tunasoma kwa haraka. Kusoma haraka inaitwa al-hadr. Na mtu kusoma yuko aina tatu Sheikh Abdullah. Naam. Yuko tartil, tahqiq, tadwir au al-hadr. Alif lam ha dal ra, al-hadr. Mtu kusoma Qur'ani kawaida inatakiwa asome tartil maana yake unasoma pole pole ambayo ni unarai tajwidi ahkamu pole ama kawaida asoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim inda tartil. Au mtu anasoma tadwir au al-hadr asema anasoma haraka lakini bila kuvunja ahkamu. نتامك حروف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني نسمع قل الله أحد كمزي موجة قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kwa ijma ulama qira'a hii unasoma Qur'ani kwa haraka haraka hii pumzi moja bila kuvunja hukumu na matamshi yako, harfu unatamka vizuri inasikika, ulama wote wamekubali. Kwa hadi mtu anasema kunna naqra hadhan, lakini li haja lazima kwa sababu wakati wewe Sheikh Abdullah unasoma nyuma ya imam tarawih au isha au maghrib utaka usome al-Fatiha na yeye anasoma usome Fatiha mpaka usome haraka. Sasa haraka hii inaruhusiwa kwa hii iko shida hii. Na yuko qira'a tu tahqiq. Tahqiq huu unahusiana mwalimu anaambia wanafunzi wake soma ile ni kwa hakiki. Somo lako unatamka vizuri Qur'an unasoma vizuri. Hasa mtu anasoma kwa tahqiq. Sasa tahqiq yuko chini ya tartil, yani yuko slow sana. Au unafanya tartil maana inakuja tadwir al-hadr ni kitu moja au al-hadh, yani al-qira'a al-mustarsala, qira'a ambayo aya unaunganisha. Hiyo ulama wote wamekubali nasema inafaa. Sasa sisi tumeona msikiti yetu kusoma juzu moja kwetu ni inaendana na hali yetu na hii ambayo ndio sisi tu Abdullah katika kila siku Qur'ani iko juzu 30. Naam. Tunasoma ngapi? Juzu moja. Tunaacha ngapi kwa kila siku? 29. Hiyo matayasa min Qur'an. Sio vizuri? Naam. Mungu asema someni sala usiku matayasara. Yeyote ambaye hata chache ambaye ni una uwezo naye some. Sisi uwezo wetu msikiti yetu tumeona hiyo uwezo wetu sisi. Na kama msikiti mwingine wanaona nusu juzu uwezo wao hatulazimishi. Lakini hoja wanaopinga hili shekhe wanasema ni kwamba kwa nini samfanyi siku mkasoma juzu 2 au mkasoma juzu 1.5, siku nyingine mkasoma sura 3 4 basi ikawa hivi. Kwa nini kila siku ni juzu moja tu? Hiyo ndio hoja yao wamesimamia hapo. Lakini Mungu anasema matayasa bil Qur'an. Someni kwa chache ambaye Qur'an. Alafu katika salaf radhiallahu anhum walikuwa wanahitimisha Qur'ani, mtaja hapo mimi Uthman bin Affan anahitimisha Qur'ani katika rakaa moja, hatuna uwezo hii. Na Mtume Muhammad sallam kwa rakaa moja kasoma al-Baqara, an-Nisa, al-Imran. Hajasoma siku kwanza rakaa ile al-Baqara alafu karuka. Sasa kila moja Qur'ani anasema someni Qur'ani usala ya usiku chache kwa uwezo wenu. Sisi tumeona Qur'ani tuanze mwanzo mpaka mwisho. Sio vizuri, hatulazimishi mtu, lakini leo soma amma kesho ruka hivi, hapana. Na watu kunyuma yako lengo ya sata qiyamul layl minakni ile Mungu akusamehe. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tumanasema yoyote amesimama sala ya usiku ya Ramadhani Allah tamsamehe dhambi yake, ametangulia atamsamehe. Ile mimi sisi Mungu atusamehe dhambi yetu, na mwezi wa Qur'ani hii
lazima muumini awasikie Qur'ani nyuma yako vizuri, tena asikie raha. Kama kila siku unaruka ruka, lengo hatukatai kuruka, lakini sisi tumeona tuanze mwanzo mpaka mwisho. Na wasahaba Mtume sallam walikuwa Imam Shafi anakhatimisha Qur'ani, na wengine wametaja hapa anakhatimisha Qur'ani ndani ya sala ya usiku. Sasa hao sisi ni wafasi wetu ambao tunaiga sisi, lakini mtu yote amene kinyume, madama anasoma Qur'ani hata kama anaruka hapa hatukatazi, na tuseme yetu ni lazima. Mtu yote anapinga yetu ni mubtadi, ameleta uzushi, hatusemi. Alafu swali yako umerudia Abdullah anasema kwa nini juzu moja kila siku? Maimuna radhiallahu anha mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja Mtume kaona sehemu yeye nyumbani kwake anasali qiyamul layl, anaona amefunga kamba. Mtume kauliza, hii kamba hii ya nini? Wasema mama kafunga hivi, ile usiku kaza simama qiyamul layl, huyu anachoka anashika, inampa support anashika kamba. Mtume kasema hapana, falyusalli ahadukum nashatahu, mmoja wenu asali jinsi ya nguvu yake. Wewe leo una nguvu sana, utakusali juzu moja mbili, sali. Leo wewe umechoka, utakusali nusu juzu, soma. Na sisi tunategemea hadithi, kila mmoja wenu asali jinsi ilivyo nashat nguvu yake na usikiaje, anasikiaje mwili na nguvu yake asali. Sasa kwa nguvu yetu sisi tumeona juzu moja kwetu tumeshazoea miaka 24 hivi, juzu moja kwetu ni nashati yetu. Na kama watu wengine nashati yao nusu juzu, robo juzu, hatumkatazi. Mashaallah. Sasa hili ushahidi wangu, naomba watu wasivutane mambo hii, mambo ni khairi, kila mmoja afanye, na Allah atupe ikhlasi, atukubali somo yetu, atupe katika nchi yetu amani, atudumisha amani katika nchi yetu na nchi waislamu yote. Mungu atujalie Ramadhan yaud علينا سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Naam, walhamdulillahi rabbil alamin. Huyo ni Sheikh Sharifu Abdul Qadir Al-Ahdal akiwa anajibu maswali yetu kwa siku ya leo. Basi kwa siku ya leo tumefikia kikomo, insha Allah biidhnillah. Kipindi kingine, mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi kingine. Ni mimi msimulizi wako na mtangazaji wako Abdullah Abdurrahman Masawi maarufu Mchaga, aliacha biashara kwa ajili ya Allah.